Kwa hiyo unapomwona mtu yeyote yule amekaa kwako kwenye sehemu ya ubaba, kwenye nafasi ya ubaba, ujue Mungu amemwamini yule mtu na ameweka kitu ndani yake kwa ajili yako. Na usipojua namna ya kutumia vizuri nafasi ya wana uliopewa na kuijua nafasi ya ubaba aliopewa na Mungu kwa ajili yako, utakuwa umeikosa ile neema ambayo Mungu aliweka ndani ya yule mtu kwa ajili yako. Kuna aina nyingi ya mababa duniani. Narudia, kuna aina nyingi ya mababa duniani. Baba wa kwanza anaitwa baba wa mwili, biologic father. Ni baba yako wa mwili aliyekuzaa. Wakati umezaliwa ukakuta kuna mtu ambaye unatakiwa kumuita baba, na ukimuuliza mama yako, huyu ndo baba yangu mzazi, anakuambia huyu ndiye. Moja kwa moja yule mtu amepewa jukumu la kulinda maisha yako ya mwili tokea siku ya kwanza ulipozaliwa mpaka siku ya mwisho atakayoondoka yeye au wewe ukiondoka kabla yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo baba yako wa kimwili amebeba nafasi ya kuilinda maisha yako ya mwilini. Kwa hiyo maisha yako ya mwilini yanalindwa na baba yako wa mwili. Waefeso 6 sura ya 1, sura ya kwanza. Baba yako wa mwili ana jukumu la kuyalinda maisha yako ya mwilini, ambayo haya maisha yanategemea na wewe utakavyoichukulia nafasi ambayo Mungu aliiweka kwa ajili yako. Kwa hiyo ikiwa wewe kama wewe utashindwa kuiheshimu ile nafasi ambayo Mungu ameiweka ndani ya yule mtu kwa ajili yako, hata kama utafanya vitu gani, kuna sehemu utakwama. Kwa sababu gani utakwama? Ni kwa sababu hauna nisemeje, haujui kuiheshimu ile nafasi aliyopewa na Mungu kwa ajili yako.